hakuna, serikali haijatangaza kuwa huduma zisiendelee. Hapana, huduma za kijamii ndani ya maeneo yetu ziendelee kama kawaida, kabla ya uchaguzi, ndani ya uchaguzi, kwa maana wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Maisha yaendelee ili tupate riziki zetu halali. Hili nimesema nije nilitie msisitizo. Na kwa nini nimelitilia msisitizo? Kwa sababu tayari watu wanaanza kuvumisha propaganda nje kwamba ikifika tarehe 15, eti ikifika tarehe 15 wengine wanaanza kupigia wateja wao simu kwamba kuanzia tarehe hiyo message kukuchukua kwa sababu tumeambiwa tutakuwa hatufanyi kazi bodaboda. Hakuna kitu kama hicho. Hata ile siku ya uchaguzi, ile siku yenyewe ya uchaguzi ya tarehe 29 ambayo wewe ukapige kura unarudi nyumbani, ni kwenda kupiga kura kuendelea na majukumu yako ya kazi. Zile harakati watu wamekwenda huku wamerudi huku, umefahamu mshatuhakikishia usalama wetu kwamba tukafanye majukumu yetu ya kupiga kura dakika zile pale turudi na maendeleo ya kazi. Je, ile hali wewe ukishatuthibitishia kwamba itakuwa ya amani, wale watu je hawatokuja kutuuliza mbona nyinyi mmetoka mmefanya kazi ambao wana kwa usalama? Hizi nimesema niliulize tulijue. Asante sana, umeuliza swali zuri, mpigieni makofi. Nikushukuru. Mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama kwenye mkoa huu. Hivyo vyombo vyote vinavyofanya shughuli hizo za kiulinzi na usalama viko kwenye mamlaka ya mkoa huu. Nataka nikuhakikishie, nikiwa mkuu wenu wa mkoa huu, nenda kapige kura, rudi kafanye kazi yako, tukimaliza kura tukapige tukale bata. Kwa majina naitwa Hamisi Madaraka Kasitu. Kwanza mimi nafurahi sana mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Mheshimiwa Idrisa Kitwana kuja katika mkoa wangu wa Magharibi B kwenye sheria yangu ya Magogoni maeneo ya kwa Mabata. Kaeleza mambo mazuri sana katika jamii na katika vituo hivi vya bodaboda na bajaji. Kaeleza kuhusu kwanza usalama kwenye uchaguzi wa 2025, lakini kaja kuzungumza kesi za usalama kwenye tarehe 29 ikifika, kuhakikishia vijana kwamba ikifika tarehe 29 vijana, wazee, madada zangu, mama zangu, wafanyabiashara wadogo wadogo, wakubwa, kwamba wakishafika tarehe 29 watoke mapema kwenda kupiga kura wakiwa wako vizuri, wasivae kitu chochote kinachoashiria na nguo za chama, watoke wakapige kura, kwani kura ni haki yao ya kila Mzanzibari na kila Mtanzania. Kwa majina anaitwa Mwanakombo Bakari, ni mama ntilie kwa Mabata. Kiukweli nilikuwa na hofu sana swala la usalama katika kazi zetu, lakini tunashukuru amekuja kwa kiongozi, ametuhakikishia kwamba kutakuwa na amani na usalama, kwa sababu mimi binafsi mwenyewe nilikuwa tayari nishakata tamaa kusema ikifika tarehe fulani nifunge biashara, lakini kwa ujio wake nashukuru, alhamdulillah, ikamtia nguvu ili niendelee kufanya biashara zangu. Wito wangu kwa wafanyabiashara wenzangu, wajitokeze siku ya uchaguzi wakapige kura, ni haki yao. Wakishamaliza warudi nyumbani, wakae na familia, tuangalie matokeo yatakuwa vipi. Huo ndio wito wangu mie. Idrisa Hamisi ni dereva mwasisi hapa kijiji cha Mabata. Kauli ya mkuu wa mkoa, nashukuru kwanza kwa kutupa hofu vijana, hususan si madereva bajaji, kwa sababu tulikuwa na hofu sana alipokuja kauli kwamba watu wakishapiga kura wasitoke, watulie. Kwa hiyo tunashukuru kwa kututia hofu, na sisi tutapenda jukumu hili kuambia wenzetu kwamba bwana, mkuu wa mkoa akatupa hamasa kwamba bwana, ukishapiga kura kubwa utulie, kaendelee na harakati zako za kimaisha. Usalama upo wa kutosha, vyombo vya ulinzi na usalama vipo kwa ajili yetu vijana kutulinda, kubwa tusifanye vurugu tu. Hilo ndo nashukuru sana kutoa hofu katika hilo.